Mang'oto, kata ya Mang'oto, sehemu ya tarafa ya Lupalilo. Leo nilikuwa katika ziara yangu ya kawaida kukagua miradi inayotekelezwa kwenye tarafa yangu. Lakini katika kufika eneo hili la shule ya msingi Mang'oto, tuna mradi mzuri kabisa hapa wa ujenzi wa madarasa 3 ya kisasa kabisa. Sasa kitu kinachofurahisha kwenye mradi huu ni kwamba madarasa haya 3 ya kisasa yaliyojengwa katika shule hii yamejengwa kwa nguvu kazi ya wananchi wenyewe na fedha kutokana na miradi iliyoko chini ya shule pamoja na kijiji. Hiki kimenivutia sana na kimenifanya kwa kweli nichukue fursa hii kuwahamasisha vijiji vingine pamoja na kuwapongeza wenyewe. Kwanza kuwapongeza wenyewe kwa kazi nzuri ya kuwa na miradi mizuri, kuibua mradi mzuri na kuhamasisha wananchi kusimamia mradi vizuri. Lakini vile vile nichukue fursa hii kuwapongeza na kualika vijiji vingine na shule nyingine kufanya kama walivyofanya shule ya msingi Mang'oto. Tumeambiwa katika taarifa hapa iliyosomwa na mwalimu mkuu kwamba baada ya kuona madarasa ya awali yamechakaa, maana shule hii imejengwa zamani kidogo, mwaka 1967. Baada ya kuona madarasa yamechakaa sana, kwa kweli hayavutii mwanafunzi katika kusoma. Hata mwalimu hayamvutii katika kufanya kazi mazingira ambayo yamechakaa kidogo. Kwa hiyo wakaibua namna ya kukarabati madarasa haya, wazo la kukarabati madarasa haya. Baada ya kuibua vile, wakaona sasa washirikishe kwenye serikali ya kijiji. Katika kushirikisha lazima waangalie rasilimali tunazo. Rasilimali fedha, wakaona cha kwanza tuna wananchi. Lakini cha pili tuna msitu wa shule ambao shule kitaalamu iko chini ya kijiji. Kwa hiyo awali wakaamua kuuza msitu sehemu moja wapo milioni 33 na zaidi. Wakajenga mpaka hatua fulani. Baadaye wakauza msitu mwingine milioni 40, wakamaliza kujenga. Na sasa wako kwenye hatua ya kutengeneza madawati. Hii ni hatua kubwa sana. Lakini kwa upande wa wananchi tunaona wamechangia kila mwananchi 33. Hii ni fedha nyingi sana kwa mwananchi wa kawaida. Si kidogo, ni fedha nyingi sana. Na ni wananchi wanaoelewa maendeleo ni nini. Lakini vile vile hapa wana mradi mwingine wa maegesho. Kuna eneo la shule ambalo watu wamekodi wanaegesha mbao. Huku kuna kilimo cha miti kama ambavyo msitu wa shule uliuzwa. Kwa hiyo wengine wanauza huko, wanapasua, wanaegesha. Liko nyuma tu hapa. Na penyewe katika ile fedha ya makusanyo ya maegesho ilisaidia kupata mawe. Kwa hiyo nini tunajifunza hapa? Kwanza tunajifunza shule ikiwa na mradi, kijiji kikiwa na mradi, alafu tukapata uongozi ulio bora, maana yake ile miradi italeta tija kwenye serikali, italeta tija katika maendeleo ya kijiji husika. Leo tunaona msitu wa kijiji uliouzwa milioni 33 na milioni ngapi? 40. Pamoja na nguvu kazi za wananchi tumeweza kujengewa madarasa, tumejenga madarasa ya kisasa hapa. Kwa hilo ni funzo kubwa sana. Lakini funzo la pili, kuwa na miradi ni jambo jingine. Unaweza kuwa na miradi lakini uongozi wa pale wa hovyo tu. Sasa hapa tuna miradi mizuri lakini tuna uongozi mzuri. Maana yake na wenyewe ukaona hii rasilimali ya msitu, hebu tuitumie katika kuleta maendeleo ya nini? Ya katika kijiji chetu. Tukajenga madarasa 3 ya kisasa. Maana pengine madarasa kama haya haijazoeleka kujengwa na wananchi. Na serikali ya kijiji yamezoeka yajengwa pamoja fedha kutoka serikali. Kitu ambacho hapa inawezekana kujenga wenyewe kutumia rasilimali zao za msitu, maegesho na nguvu kazi ya wananchi. Kwa hilo nawapongeza sana. Lakini 3, unaweza kuwa na rasilimali, ukawa na kiongozi mzuri, lakini viongozi hawa hawashibani, hawana ushirikiano. Kamati ya ujenzi ina jambo jingine, kamati ya shule ina ajenda jingine, pamoja na halmashauri ya kijiji inaongozwa na mwenyekiti na mtendaji wa kijiji, nao wana ajenda nyingine. Lakini hapa imekuwa tofauti. Hapa kamati ya shule, kamati ya ujenzi, serikali ya kijiji na wananchi wana ushirikiano mkubwa sana. Katika hili mjipigie makofi jamani. Si jambo dogo, ni jambo kubwa. Na hapo kwa kweli lazima Mungu ameingilia kati. Maana wengine mnakuwa na wazo zuri kabla hamjapasua msitu au hamjauza msitu. Mkishauza msitu, mwenyekiti wa kijiji anataka fedha, mtendaji, kamati. Kwa kweli kunakuwa na mambo ya hovyo sana, lakini hapa imekuwa tofauti. Lakini kingine ninachowapongeza hapa, kuna uwazi kuna ushirikishwaji. Yaani kila mmoja anajua tulijenga hivi, tulinunua tofali hivi, tulinunua mbao hivi, madawati yametengenezwa kiasi hiki kwa shilingi kadhaa.
Kwa hiyo ushirikiano umekuwa ni mkubwa, na uwazi umekuwa ni mkubwa. Na ndio maana kila mmoja hapa huoni ana manunguniko, huoni analeta majungu, anapeka. Hapana, mambo mengine wanayamaliza kwenye kikao. Hongereni sana jamani, viongozi wangu, mjipigie makofi tena. Sasa hapa tuna funzo kubwa sana. Funzo la kwanza kwamba kama shule nyingine, vijiji vingine vikiwa na miradi kama ya miti, maparachichi na kadhalika, halafu baadaye tukapata uongozi mzuri, maana yake tukajenga madarasa mazuri, pengine tukajenga na zahanati, tunaiondolea mzigo serikali kuu. Serikali kuu badala ya kufikiria kujenga madarasa tutakuwa tumejenga sisi wenyewe. Fikiria wilaya ya Makete mathalan, tarafa ya Lupalilo ikawa na shule 25 zilizojenga madarasa 3 ya kisasa kama mlivyojenga ninyi. Manake leo tungekuwa na madarasa takriban 70 na kuendelea. Sasa tumekuwa fedha nyingi ambazo mkurugenzi angezileta hapa au serikali kuu ingeleta hapa, na badala yake serikali kuu inaanza kufikiria mamiradi makubwa. Fedha za kuleta kwenye madarasa inaanza kupeleka kwenye miradi mikubwa kama vile ujenzi wa mabarabara, ujenzi wa mahospitali makubwa, ujenzi wa viwanda na kadhalika. Sasa haya ndio mambo ya kujivunia. Tusibaki tunalia. Yaani mwenyekiti wa kijiji upo unalia, mwalimu mkuu upo unalia, serikali ya kijiji ipo inalia. Hapo maana ya uongozi haupo. Uongozi ni kubuni na kuona mambo, ili yale mambo unayatekeleza, halafu unatatua changamoto za wananchi. Hili kwa kweli mmefanya vizuri, hongereni mno. Lakini vile vile hapa ninatoa wito sasa kwa vijiji vingine na shule nyingine, tuwe na miradi. Sio lazima uwe na mradi ambao unamfanya mwalimu akose kufundisha, yuko bize na mradi. Miti haiwezi kumfanya mwalimu awe bize kutunza miti. Kwa sababu miti hiyo kwanza ikipandwa kama ni miti ya shule au miti ya kijiji, maana yake wananchi watashirikishwa katika kuitunza, kutengeneza zile fire break tunaita huko Bendless, si ndio? Lakini vile vile kuipuruni watashirikishwa. Lakini baada ya miaka michache tu italeta tija kwenye kijiji. Natoa wito pia watu wakilima maparachichi, tutauza maparachichi, lakini vile vile tutapata fedha. Tukishapata fedha, nje ya kupata fedha, tutapata chakula kilicho bora. Mkoa wa Njombe unasifika kwa ukomavu. Sasa tukila na matunda haya ya kutosha kwenye chakula, tukachanganya kwenye makande, kwenye mboga, maana yake shule au jamii fulani itakuwa kwa kweli imepambana kuhakikisha inapunguza udumavu. Huu ni mradi nao mwingine ambao shule pia inaweza ikafanya. Kwa ndugu zangu, tuna funzo kubwa kwa kweli, na pongezeni sana, na kwa kweli shule nyingine zina haja ya kuja kujifunza hapa. Vijiji vingine vina haja ya kuja kujifunza hapa. Asanteni sana na Mungu